Karibu katika Mizani ya Wiki, mimi ni Faraja Sendegea. 2025 ni mwaka wa uchaguzi Tanzania. Na kadri tunavyoelekea siku ya uchaguzi mwenyewe wa rais wa bunge na madiwani, utagundua kuna mambo mengi unahitaji kuyajua ili ufanye uamuzi sahihi. Na muda wa kuyajua mambo hayo ni sasa. Aprili 12 mwaka huu, pale Dodoma, vyama vya siasa vilisaini kanuni za maadili ya uchaguzi ili kuweka msingi unaopaswa kuzingatiwa na washirika wote wa uchaguzi, pamoja na hatua za kinidhamu zinaweza kuchukuliwa kwa atakayekiuka kanuni hizo. Sasa vyama 17 vilisaini bila pingamizi. ACT Wazalendo walisaini pia, lakini walikuwa na hoja, na Chadema hawakusaini kabisa. Wengine wanasema walisusia. Sasa kanuni hizi za maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 zitatumika mara baada ya kuchapishwa katika gazeti la serikali. Wataalamu wa sheria wanasema mara tu zitakapochapishwa hakutakuwa na namna ya kuhoji, yani hazitahojiwa, vinginevyo mahakama ibatilishe. Sasa tunalijadili hili katika Mizani ya Wiki, na hapa studio tumemwalika Ado Shaibu. Huyu ni katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu Faraja. Tuna mwaka wa uchaguzi. Ndio. Labda kabla hatija kwenda mbali sana, tuanzie kwenye uamuzi wa ninyi kusaini, lakini mna hoja. Naam. Nini kinawapa nafasi ya kusaini? Kwa nini isingekuwa kama Chadema? Kwanza nashukuru sana kwa sababu maamuzi yoyote ambayo unayafanya kama taasisi ni lazima yawe na hoja. Na hatua hiyo ambayo ACT Wazalendo tumeifanya ina hoja za msingi. Ni ukitazama kwa makini utaona ni kana kwamba sisi haturidhiki na baadhi ya vifungu kwenye kanuni zile za maadili ya uchaguzi, lakini hapo hapo tumesaini. Ni kwa sababu kusaini kwetu kumesukumwa na sheria. Katika ile kanuni ya maadili ya uchaguzi kipo kifungu kinachosema kila chama cha siasa kinachotaka kushiriki uchaguzi katika miaka 5 ijayo, na hili ni muhimu sana, sio uchaguzi mkuu huu wa 2025 peke yake, na kwa chaguzi zote ndogo za marudio zitazofanyika katika kipindi cha miaka 5 ijayo, chama kinachotaka kushiriki katika chaguzi zote hizo ni lazima kisaini. Maana yake kusaini ni jambo la lazima. Kwa hiyo sisi tukafanya tafakuri ya kina na tukajiridhisha kwamba huu ni mtego na ni lazima tuukwepe, na hitimisho letu likawa tutasaini kwa sababu ili tuweze kupata nafasi ya kushiriki uchaguzi katika miaka 5 ijayo. Lakini kwa vile vifungu ambavyo haturidhiki navyo, tuendeleze mapambano ya kupigania mabadiliko katika vifungu vile, hasa kama ulivyosema katika utangulizi, kwa kutumia jukwaa la mahakama. Naam. Wewe ni mwanasheria. Ndio. Na najaribu kuangalia kwa jicho, mimi si mwanasheria, lakini najaribu kulitafuta jicho la sheria. Naam. Wataalamu ninyi wenyewe mnasema kwamba kuanza kutumika kwa kanuni hizi kuna kwenda sambamba na sharti la kutohojiwa au kupingwa na mtu yoyote mpaka mahakama itakapobatilisha. Maana yake ni mara baada ya kuchapishwa katika gazeti la serikali. Bado haijachapishwa bila shaka. Nadhani jana nimepata taarifa kama katibu mkuu, tume imetumia sasa rasimu, imetutumia sasa kanuni halisi ambazo zimekuwa gazetted. Hiyo ni hatua mpya, hawajaitoa kwa umma, lakini sisi tumeletewa nakala ya zilizokuwa gazetted. Sasa nakumbuka kauli moja ya Judge Francis Nyalali. Naam. Yeye amekuwa akisema daima kumbuka, nchi huongozwa na katiba, huongozwa na sheria, na huongozwa na kanuni, na pia huongozwa na mazoea na utamaduni wa nchi. Sasa najaribu kutafuta mazoea na utamaduni wa nchi utakao waweka salama ACT kwenye hoja zenu, kwa sababu tayari kanuni zimeshachapishwa kwenye gazeti. Tutatumia utamaduni upi ama sheria ipi? Asante sana. Sisi kwanza, mtego wa pili wa kisheria tuliouona ni kwamba hii tume ya uchaguzi inalindwa
na sheria ya uchaguzi kwamba matendo yake hayahojiwi mahakamani. Kwa hiyo ni mtego wa pili ambao tuliuona kwamba ikishafanya jambo, iwe imepatia, iwe imekosea, inayo kinga ya maafisa wake kutopelekwa mahakamani. Na huu ni mtego mkubwa sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo inawezekana sisi hatuyaafiki, lakini tukasema huyu mtu ana kinga. Kwanza nenda kasaini upate haki yako, alafu utafute namna nyingine ya kwenda kukabiliana naye. Na ndio maana hata ukienda mahakamani, kwa maoni yangu mimi ya kisheria, utakwenda kuchallenge tafsiri, sio lile tendo la kumwengua mtu au sio lile tendo la kusema simpelekei tena si sign, au siku ya leo ndo tumeshaamua kusign, hatutotoa siku nyingine. Ni kwamba hapo patakuwa na changamoto kidogo ya kisheria kwenda kushtaki juu ya mambo hayo. Ila tafsiri, ninaamini mahakama hata kwenye vyombo vyenye kinga na ushahidi upo. Mimi nilifungua kesi ya kwanza katika historia dhidi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndugu Zitto alifungua pia kesi ya namna hiyo wakati aliyekuwa mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali CAG Asadi alivyoondolewa. Na mara kadhaa watu umshtaki spika sio kwa vitendo vyake alivyovifanya, ila kama amevunja vifungu fulani na unataka mahakama itoe tu tafsiri fulani. Kwa hiyo juu ya tafsiri sasa ya kauli hiyo ya Jaji Nyalali, tunayo katiba, tunazo sheria, tunayo mazoea ambayo ni utamaduni wa jamii husika. Hivi sasa utamaduni uliotawala hivi sasa wa kisiasa Tanzania ni utamaduni wa siasa za maridhiano, ninaweza kusema. Na kwa hiyo tangu Rais Samia aingie madarakani, ziko hatua fulani zimechukuliwa za kimaridhiano, lakini vizuri kujua utashi huo haupaswi kuvunja katiba, haupaswi kuvunja sheria za nchi. Lakini iwapo tutakwenda sawa sawa kiutashi, inawezekana. Kipo kisa kimoja watu hawakielewi. Sisi tulishiriki uchaguzi wa marudio katika jimbo la Konde, liko Pemba. Na katika uchaguzi ule CCM walitangazwa kushinda. Sisi wote tulishangaa kwamba Konde, jimbo ambalo CCM haiwezi kupata hata 10%, limetangazwaje kushinda. Kwa hiyo tukaanza kuleta msukumo kwa njia mbalimbali kwamba hili linakiuka desturi yetu tulioijenga ya maridhiano. Serikali ya Zanzibar ni serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hili linavunja hata huo umoja wa kitaifa. Sijui nini kilifanyika, sijui muujiza gani ulitokea, lakini mbunge wa Konde aliyetangazwa kushinda alijiuzulu na uchaguzi mwingine ukaitishwa kabla hata hajaenda kuapa. Na ule uchaguzi ACT tukachukua nafasi yake. Kwa hiyo tunakubali kwamba kuna wakati fulani desturi mnazokuwa mmekubaliana nazo. Na katika duru la kisiasa hivi sasa, utamaduni uliojengwa wa kisiasa ulikuwa ni wa maridhiano. Naam. Sawa, hebu tupie jicho kidogo baadhi ya hoja kwenye kanuni zenyewe za maadili ya uchaguzi ambazo ACT mnaziona kama vile haziko sawa. Naam. Tukiangalia kifungu cha kwanza 5, kifungu cha kwanza A. Sasa hii lugha za kisheria utanisaidia. Sawa. Tunaitamkaje ile? 1(5)A. Chama cha siasa, serikali na tume watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili, si ndio? Ndio. Alafu chama ambacho hakitasaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika kampeni za uchaguzi. Kanuni nilizosoma imetamkwa kampeni za uchaguzi. Sasa sijui ya mwisho inasema uchaguzi ama kampeni za uchaguzi. Sina hii ndio hoja mojawapo ambayo mnaiona kama haiko sawa. Hii ni hoja ambayo sisi tunaipinga kwa nguvu zote, kwa sababu tafsiri ya mwisho ya tume, na kwa bahati mbaya kama ulivyosema bado hawajaweka wazi kwa umma hiyo version ya mwisho. Ni kwamba chama kitazuiwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa tafsiri ya sasa hata ukisikia Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kwamba wanautazama uchaguzi katika mchakato wake wote, kwa sababu mchakato wa uchaguzi ni zaidi ya kampeni hizo ambazo ni za mwisho wamezitoa. Maana yake kuna hatua ya wagombea,
kuna na uteuzi wake, kuna hatua ya kampeni na kuna hatua ya siku yenyewe ya uchaguzi. Tafsiri ya tume ni kwamba chama ambacho hakitosaini kitakosa haki zote hizo za kushiriki katika uchaguzi. Na nilimsikia Jaji Mwambegele ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akisema na hata mkurugenzi wa tume ya uchaguzi akisema kwamba watasitisha mawasiliano ya kiuchaguzi na chama ambacho kitakuwa hakijasaini. Sasa utaona kwa kutazama kifungu chenyewe na tafsiri ya NEC ni kwamba chama kitaondolewa kabisa katika uchaguzi. Na msimamo wa ACT Wazalendo ambao tuliuwasilisha kwa tume ya uchaguzi na ambao tunausimamia mpaka sasa, kwanza hiki kifungu chenyewe wanasheria wanaita constitutionality, yani uhalali wa kikatiba wa kifungu hiki tunaona haupo, kwa sababu mamlaka ya chama kushiriki katika uchaguzi yapo katika katiba. Katiba imeweka mazingira ya kwamba mtu yoyote anayetaka kugombea atapitia chama cha siasa. Kwa hiyo kumbe chama cha siasa kishasajiliwa kinakuwa kimepata haki ya kushiriki katika uchaguzi. Lazima kizingatie kanuni fulani, sio? Lakini kanuni haiwezi kupoka haki. Inaweza ikairegulate, yani ikaiwekea utaratibu ile haki. Lakini haiwezi kuiondosha haki ambayo ipo katika katiba. Haki ya kwamba vyama vina haki katika ushiriki katika uchaguzi ipo katika katiba. Kama tunataka kuiondosha haki hiyo, iondoke katika katiba. Na mimi ni mwanasheria, iwapo pana mkanganyiko baina ya katiba na kanuni, mahakama mara zote imekuwa ikihukumu kwamba kinacho prevail kwa lugha ya kisheria, kinachochukua hatamu ni ile katiba, kwa sababu katiba ni supreme law, ndiyo sheria mama ya nchi. Kwa hiki kifungu kinapaswa kupingwa mahakamani ili kiondoke. Lakini hata kikibaki, tafsiri ya kwamba aliyesign siku ile ndio basi hawezi kupewa tena, sisi tunadhani kwamba tume ya uchaguzi irekebishe tafsiri hiyo na itoe uwanja wakati mwingine. Manake hapa kwa kauli hiyo ni kama vile unawasemea Chadema kwamba wakibadili mawazo hapa katikati kutoka kwenye no reform no election waweze kuingia kwenye uchaguzi. Sisi tunaleta tafsiri sahihi itayotumika kwa yeyote atakayekandamizwa. Hiyo ndo tafsiri tunayoipenda, kwamba baina ya tafsiri kanuni kuwa gazetted na shughuli ya kusign na mpaka michakato ya wagombea kuanza, hapa katikati kabla ya mchakato wa uchaguzi kuanza, tume ingeweka utaratibu wa chama chochote kuja kusaini. Huo ndo msimamo wetu. Na okay, mtakwenda mahakamani sijui ni lini, mchakato wa taratibu nyingine za maandalizi ya uchaguzi unaendelea. Ni tafsiri ya kwamba kuna vitu vinaweza vikaahirishwa mpaka jambo lenu limalize kusikilizwa? Mahakama yetu imekuwa haikubali hoja hiyo. Ni hoja inayokubalika kisheria, lakini uzoefu wa serikali za mitaa, sisi ACT tulifungua kesi na wanaharakati walifungua kesi kabla yetu, na baadaye tukaona hamna umuhimu wa kuendelea na kesi yetu wakati wanaharakati nao wamekufungua kesi. Na moja ya hoja maombi yaliyopelekwa mahakamani ilikuwa mahakama isitishe shughuli zote za uchaguzi mpaka ile kesi ya msingi ikamilike. Mahakama ilikataa. Kwa hiyo uzoefu wa mahakama zetu, sioni uwezekano wa mahakama kusitisha michakato ya kiuchaguzi kwa ajili ya kesi hii. Inachoweza kufanya mahakama, kuna aina ya kesi zinazoitwa zimefunguliwa kwa hati ya dharura, kwa maana mahakama ifanye upesi ili ile haki ambayo imekiukwa isije ikapoteza maana yake, kwa maana ya kwamba kama mahakama itakaa miezi mitatu haijamaliza shauri hili, itapoteza maana yake, kwa sababu watu watakuwa tayari wapo kwenye kampeni. Sawa. Hebu tuangalie kifungu kingine ambacho ACT Wazalendo mnakitizama kwa jicho la tofauti na la hoja ya kisheria, na hiki ni kifungu namba 2.1, kifungu F. Hiki kinazungumzia kuhakikisha, hiyo sasa ni wajibu wa vyama vya siasa na wagombea kuhakikisha misafara ya kampeni ya chama kimoja haikutani na misafara ya kampeni ya chama kingine cha siasa. Katika hali ya kawaida unaweza kuona kama sio realistic. Haitekelezeki. Tumewaambia tume hili jambo halitekelezeki, kwa sababu mnatumia barabara ile ile
Ama hapa walitaka kumaanisha kwamba msikutana katika uwanja mmoja wa mkutano. Walipaswa kusema hivyo. Na ndio ilikuwa hoja yetu kwamba usiende katika eneo ambalo haujapangiwa mkutano. Na wangeweka hivyo tungeafiki, kwa sababu mgongano wa mikutano katika kiwanja kimoja unaweza ukahatarisha amani. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye akubali kifungu kama hicho hatakuwa haitaki nchi utulivu na amani katika kipindi cha uchaguzi. Lakini kutumia lugha misafara, sababu misafara ni ile procession, ni ile sasa magari yanatembea. Kwa hiyo mara nyingi, na Watanzania tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ingawa mara chache kumekuwa na mivutano, lakini wakati mwingine inakuwa ni kipindi cha tambo tu, kwamba magari haya yamepishana na wenzenu wanaenda mlikotoka, nyinyi mnakwenda walikotoka wao. Inakuwa ni jambo la furaha, jambo la kutambiana, jambo la kupigiana honi na shangwe. Kwa hiyo, na ndio wakati wake huu, wakati wa siasa. Kwa hiyo kile ni kifungu kinachopaswa kupingwa. Okay. Naona pia kuna kifungu kingine. Najaribu kupita katika vifungu ambavyo ACT mmeviainisha na barua mlioandikia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ikitaka hivyo virekebishwe, pamoja na kifungu cha pili moja, kifungu kinazungumzia vyombo vya habari. Hii nayo nikatamani kuelewa kwamba, na sijui ule uzoefu tulikuwa tunauzungumza wa kauli ya Nyalali kama uliwahi kutokea, kwamba vyombo vya habari vya umma vinaweza kutumiwa na wagombea wa nafasi kati ya kiti cha urais na makamu wa rais kwa kugharimiwa na serikali. Hii ikoje? Sisi tulitaka serikali ibebe wajibu wake wa kuhakikisha kwamba vyama vyote vinapata haki sawa, hasa katika kampeni za urais na makamu wa rais, kwa sababu hizi ni rahisi kuzidhibiti. Kwa hiyo hiki hamjakipinga hiki. Sisi tunataka utaratibu huu umaanishe pia kutoa usawa katika vyombo vya habari kwa wagombea wote, kwa sababu ukitazama pale inasema vinaweza, na katika sheria huko ubishani mkubwa ambao sasa umetimisha baina ya may na shall. Walivyokiweka ukikitazama ni kama lugha mzuri kwa wanahabari, lakini hakitekelezeki. Unaweza kuweza kwenye sheria, maana unaweza usiweze, unaweza kutokana na mazingira. Sisi tulitaka kusema kwamba vyombo vya habari vya umma na vya binafsi, kwa maoni yetu, viwekewe utaratibu wa kuhakikisha vinatoa nafasi sawa na uwiano baina ya vyama vya siasa na wagombea katika kurusha habari zake. Uzoefu wetu unaonesha vyombo vya habari vya serikali wakati mwingine vimejitazama kama vyombo vyenye wajibu wa kupromote, kurusha habari za Chama cha Mapinduzi kwa wingi. Na hiyo sio maneno yetu. Kila baada ya uchaguzi umekuwa ukifanyika uchambuzi wa nafasi ambayo wamekuwa wakipewa CCM na vyama vya upinzani. Inaonyesha kwamba vyombo vya habari vya serikali vimekuwa vikiegemea kwa Chama cha Mapinduzi, na ile kanuni haitibu hilo tatizo. Naam. Unadhani nini kikifanyika sasa kanuni hii inaweza kutibu hilo unalolisema? Ile kanuni, badala ya kusema vyombo vya habari vya umma vinaweza kutumiwa na wagombea wa urais na makamu wake, kanuni iseme vyombo vya habari vya umma na vya binafsi vitumike kwa usawa, kwa wagombea na vyama vyote. Sasa itakuwa ni kazi ya vyombo vya habari na kwa kipaumbele vya umma, na naelewa kwa nini wanasema vya umma, sababu kanuni hizi zinavibana vyama, serikali na tume ya uchaguzi. Kwa hiyo, na ndio maana serikali inakwenda kusign, tume inakwenda kusign, na vyama vinakwenda kusign. Sasa hapa utazuka mjadala vipi juu ya vyombo vya habari binafsi. Sasa hiyo inaweza ikawa kwenye sheria nyingine zinazozungumzia vyombo vya habari. Kwa mfano, mimi kwa maoni yangu ni lazima uwepo mwongozo ama kanuni zinazozungumzia uhuru na haki ya vyombo vya habari katika uchaguzi. Na kwa bahati mbaya tume ikitoa mwongozo huo mara nyingi huwa inajikita katika wajibu wa vyombo bila kutazama pia na haki ya vyombo vya habari vya umma na vya binafsi katika uchaguzi. Kwa hiyo ni eneo ambalo bado linahitaji, mimi nadhani, mwongozo mwingine peke yake kabisa ambao utazingatia wajibu
pamoja na haki. Na haki ni kama zipi? Usalama wa waandishi wa habari katika matukio ya kisiasa. Ziko rekodi, tena kwa bahati mbaya, kutoka Chama cha Mapinduzi na sisi watu wa upinzani. Ziko rekodi well reported zinazoonyesha kuna abuse ya uhuru wa waandishi wa habari katika matukio ya kisiasa. Unahitaji muongozo utotoa assurance kwa waandishi wa habari na kadhalika. Tume itenge fungu la kuviwezesha vyombo vya habari kutekeleza majukumu yao. Hiyo ni hoja ambayo ACT Wazalendo tunaamini, kwa sababu uchaguzi wetu ni very expensive na unagharamiwa gharama zote, lakini kiasi gani tume inatoa fedha hata kwa mtindo wa matangazo ama ruzuku kwa vyombo vya habari kutekeleza wajibu wao? Utasema tu vyombo vihakikishe kwamba vinafanya coverage kwa misafara yote. Haya, vyama viko 20 na vyote vina ratiba zake za kampeni. Je, vyombo vya habari na vyombo vya habari vina uwezo wa kudeploy watu wao kwa kiwango hicho katika vyama vyote? Utajikuta sasa vitaegemea kwenye vyama fulani vichache. Ili kutibu hili, serikali ni lazima itenge ruzuku. Kama vyama vya siasa vinapata ruzuku ya kuendesha mambo yake, kwa nini vyombo vya habari visipate ruzuku? Kwa hiyo hapa ingeweza tu kuwa kanuni ya jumla tu kwamba vyombo vya habari vifanye haki yake, vifanye wajibu wake kwa kuzingatia usawa kwa vyama vyote vya siasa, lakini ziwepo kanuni nyingine zinazotoa haki na wajibu kwa vyombo vya habari. Na kanuni ina mambo mengi na tumejaribu kuchukua baadhi ya machache tu kwa sababu muda wetu sio rafiki sana. Hebu tuangalie hiki kipengele cha mwisho kwa sasa kwa maana ya mjadala wetu, kipengele cha 5.1.4, ikiwa chama ama mgombea au chama cha siasa kitashindwa kutekeleza maamuzi ya kamati husika, kamati ya rufaa inaweza kukisimamisha chama cha siasa kufanya kampeni za uchaguzi. Na hapa maana yake ni kwamba hiki chama kinachoongelewa hapa ni kile kilichoisha saini kama ninyi. Ni sahihi kabisa. Na katikati ya kipindi hiki ambacho mnaona kuna mambo hayako sawa, kuna uwezekano ACT Wazalendo msitekeleze baadhi ya vitu kwa sababu hamridhiki navyo. Nipe mtazamo. Ni kweli kwamba, na imekuwepo hii kwenye chaguzi zote, kwamba mwenzako akiona umemvunjia haki yake, mgombea mwenzako anakwenda kwenye kamati ya maadili. Kamati ya maadili inatoa hukumu zake, na kama hujaridhika unakwenda katika kamati ya rufaa. Kamati ya rufaa pia inatoa hukumu zake. Sasa sisi ACT Wazalendo hatujapinga uwepo wa vyombo hivi. Kamati ya maadili iwepo, na bahati nzuri wajumbe wake kwa sehemu kubwa ni wawakilishi kutoka katika vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi katika eneo husika. Kama katika kata fulani vyama viko 5, basi kutakuwa na kila chama kutoa mjumbe mmoja, na pamoja na mmoja ambaye ni msimamizi mwenyewe wanatengeneza kamati ya maadili. Katika ngazi ya taifa, kama vyama vinavyoshiriki urais vipo 18, kamati ya maadili maana yake kila chama kinatoa mtu mmoja, alafu kunakuwa na wawakilishi pia wa vyombo vingine. Hatupingi uwepo wa vyombo hivi. Tunachopinga ni lugha ya jumla kwamba vyombo hivi vinaweza kutoa adhabu, ambayo adhabu yenyewe inahusisha pia kusimamisha kampeni. Tumesema iwe ipambanuliwe vizuri na iwekewe mipaka. Kwa mfano, adhabu ya kusimamishwa kampeni kwa muda gani? Kwa sababu wakati mwingine kamati ya maadili ama kamati ya rufaa inaweza kuamua kusimamisha kampeni kwa kipindi chote cha kampeni, na itakuwa haijavunja kile kifungu kwa mujibu wa kile kifungu. Tumesema na sisi kwa maoni yetu isizidi siku 7. Yaani kwamba kusimamishwa kampeni iwe katika kipindi ambacho kinaweza kuanzia siku 1 mpaka siku 7, alafu watu waruhusiwe kuendelea na kampeni. Ado Shaibu, muda wetu hauturuhusu sana kuendelea. Swali moja la mwisho, umenukuliwa na vyombo vya habari hivi karibuni ukisema kwamba mlango wa ACT uko wazi kwa wanasiasa wa upinzani wanaofikiri kwamba waliko milango imefungwa, kwa hiyo wasivunje madirisha. Asante sana. Sisi ACT Wazalendo, kama tutaandika historia halisi ya chama chetu, utagundua kwamba ACT ni chama ambacho kilianzishwa ili kiwe jukwaa mbadala kwa wale ambao huko kwao wanaona mambo hayaendi vizuri, na wanaweza wakawa ni wanasiasa kutoka vyama vya upinzani au pia kutoka CCM. Ndio maana Maalim Seif Sharif Hamad mwaka 2019 alipoona kwamba katika chama chake kuna mizengwe, kuna ukandamizaji wa haki,
alipochagua jukwaa, na mwenyewe amesema Mwenyezi Mungu amlaze pahala pema, kwamba akaona jukwaa linalofaa ni ACT Wazalendo. Mimi ninaamini kwamba hata tunavyouendea uchaguzi mkuu, wako wanasiasa wengi katika vyama vingine vya upinzani hawaridhishwi na mwenendo wa mambo kwenye vyama vyao. Jukwaa lao sahihi, wito wangu ni ACT Wazalendo, na hatutomkataa mwanasiasa yoyote. Kwa hiyo natoa rai kwa ndugu zangu, mimi nafuatilia mambo, wale wabunge 19 ambao chama chao kimewakataa kwa muda wote ule, na wamekaa pale hawajulikani wanachama gani. Milango iko wazi kwa ACT Wazalendo. Tumesikia wako wa makada wa chama fulani wanajiita G55. Sisi tunasema kwa fahari kabisa, milango iko ACT Wazalendo. Tunawakaribisha, na hata wengine wako CCM tunawakaribisha, tuungane. Na bila shaka na ninyi mnakaribishwa huko pia. Hatutokwenda kwa sababu jukwaa ni ACT Wazalendo. Nakushukuru sana Ado Shaibu kwa kushiriki nasi. Asante sana ndugu yangu Faraji. Ni Ado Shaibu, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, tukijaribu kuangalia yale ambayo ni hoja mbadala ama hoja pingamizi kwenye kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tunaamini kwamba zinaelekea kuchapishwa katika gazeti la serikali ama pengine tayari zimechapishwa, wakidai kwamba wanahitaji marekebisho. Nikushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi. Hii imekuwa ni Mizani ya Wiki. Mimi ni Faraji Sendegea.